أحبتي في الله، فلقد فاز المطيع المتقي وخسر المذنب الشقي وهلك العاصي المعتدي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلقد فاز المطيع المتقي، kwa hakika amefaulu yule ambaye anayetii amri ya Mola wake na akamuogopa Mwenyezi Mungu. Huyu amefaulu. Sasa wewe jiulize ndugu yangu, unatii amri ya Mola wako? Na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanamuogopa Mungu ama unawaogopa binadamu tu? Leo sisi wengi wetu hapa tunajali sana binadamu watasema nini, binadamu watachukuliaje haya mambo, lakini hatumjali Mwenyezi Mungu. Hatumjali Mwenyezi Mungu ila wachache sana miongoni mwetu. Kwa hivyo yule ambaye anayetii amri ya Mola wake na akamcha Mola wake, huyu amefaulu fi dunia wal akhirah. Wa khasira almudhnibu ash-shaqi, na yumo ndani ya khasara mtu ambaye anayefanya madhambi mpaka hii madhambi ikamfanya akawa ni mtu muovu. Kwa sababu madhambi yanazaa madhambi, mpaka mtu leo anakuwa muovu, umri unakatika, siku zinakwenda, anakaribia kuondoka duniani, bado hajaona tu imefika wakati wa mimi sasa hivi kujirekebisha na kurudi kwa Mola wangu. Na usije ukamuona mtu leo yumo ndani ya madhambi, ndugu zangu, ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata starehe ya dunia. Hakuna starehe katika maasi, bali unajitia maradhi, unajitia hofu, unaiumiza mwili wako. Madhambi inaumiza mwili, inadhoofisha mwili. Madhambi inaondoa amani katika maisha yako. Madhambi inaifilisi mali yako. Madhambi inaondoa baraka katika maisha yako. Ni wewe huoni, wewe unaenda tu ndugu yangu. Kuna watu ambaye walipita katika hiyo njia ambayo unaipitia wewe sasa hivi ya madhambi ambayo unayafanya. Mwisho wao ilikuwa nini? Na wewe jiulize, hii madhambi itakupeleka mpaka wapi ndugu yangu? Na mwisho wake utaangukia wapi? Usije ukamuona mtu yuko ndani ya madhambi ndugu zangu ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata starehe. Ukamuona labda mtu amekesha kwenye zinaa, mtu amekesha kwenye disco, mtu amekesha kwenye miraa, mtu ambaye mashallah amekuwa tajiri kwa sababu ya haramu, amejihusisha na mambo ya riba, amejihusisha na mambo ya kamari, kazi yake ni kusikiza mziki, ukafikiri kwamba huyu ndo ambaye ameipata dunia. Hakuna ndugu yangu. Hakuna mtu ambaye yumo ndani ya hofu na yumo katika maisha mabaya kama yule mtu ambaye ana maasi Mwenyezi Mungu. Ndio Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, inna fi dunya jannatun man lam yadkhuluha fi dunya lam yadkhuluha fi al-akhirah. Hii dunia ndugu yangu ina pepo yake, na yeyote ambaye hatoingia ndani ya pepo ya dunia vile vile hatoingia katika pepo ya akhira. Alipoulizwa Ibn Taymiyyah ni pepo gani hii ya dunia hii, akasema wa hiya jannatun ta'atullah, ta'atillah wa istiqamatu lidinillah, naye ni janna ya mtu kutii amri ya Mola wake na akawa na msimamo ndani ya dini, akawa si mtu wa kuyumba yumba. Hakuna raha kama mtu leo kula halali yake ndugu yangu. Umetoa jasho katika njia ya halali, ukafanya biashara ya halali, ukaajiriwa kazi ya halali. Hakuna riziki iliyokuwa na raha na baraka kama hiyo. Hakuna raha kama mtu kusali ndugu yangu. Mtume sallam anamwambia Bilal bin Rabah, arihna biha, tustareheshe Bilal. Maana yake adhini, qimu,
tuingie ndani ya raha ya Bilal bin Rabah, kwa sababu swala ni raha. Mtu kula halali yake ni raha, mtu kustarehe na mke wake wa halali ni raha, mtu kulala usingizi mwanana akiwa anaingojea salati alfajiri, anangojea tahajjud usiku wa manane, mtu kufunga saumu ya sunna. Ndugu zangu, hakuna raha kama hiyo. Na raha utaijua wakati wewe unapofungua saumu wakati wa magharibi. فلقد فاز المطيع المتقي وخسر المذنب الشقي وهلك العاصي المعتدي. Na ameangamia yule ambaye anaendelea kwenye maasi miaka na vikaka, mpaka ile maasi imemfanya kwa yeye ni mtu mwovu, imemtoa haya, hana sura tena mbele ya watu, afya yake imezorota, meno imeng'oka, afya imekwenda, na yeye bado anaendelea tu. Huyu kwa kweli ameangamia huyu, ndugu zangu. Na ndio unamkuta mtu leo anakunywa pombe mpaka mwisho wa uhai wake, ndugu zangu. Mtu leo anatafuna miraa mpaka mwisho, ile meno yote imeng'oka, sasa anaanza kutwangiwa. Katika mji wetu wa Nairobi sasa hivi wanauza miraa, juice ya miraa, juice ya miraa, kwa maana watu meno imeshakwenda, sasa hawawezi kutafuna, lakini wanataka ile joto na steam, wanaita steam ya miraa. Maana lita 5 shilingi 1200. Bado tu ndugu zangu, mpaka sasa hivi meno imeng'oka, hali imezorota, wewe bado unaendelea tu. Lakini anasema msemaji, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku tutakaporejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tupate kujua iko siku mimi na wewe tutasimamishwa mbele ya Mungu, na Mwenyezi Mungu atatuuliza kila kitu ambayo tuliyafanya hapa duniani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakula kiapo ndani ya Qur'ani, anasema fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Wallahi, Mungu anakula kiapo na Mola wa Muhammad. Mwenyezi Mungu anasema wallahi, nitakwenda kuwauliza wote hawa kwa yale yote ambayo waliyafanya hapa duniani. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyokuwa sahih, Mtume anasema ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Hakuna mmoja wenu miongoni mwenu ndugu zangu isipokuwa Mwenyezi Mungu atazungumza naye siku ya kiyama. Kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu atamsimamisha na atakuita kwa jina ambao ulikuwa unaitwa naye hapa duniani, ya fulan bin fulan. Kisha ataanza kukuuliza maswali moja baada ya nyingine. Mtume anasema Mwenyezi Mungu atakuuliza, ya fulan bin fulan, atadhkuru yawma kadha wa kadha, ewe fulani bin fulani, unakumbuka siku fulani na fulani, ulifanya matendo fulani na fulani na fulani? Ya fulan bin fulan, atadhkuru dhanba kadha wa kadha, ewe fulani bin fulan, unakumbuka madhambi kadha na kadha? Leo watu wanafanya madhambi ili kuwaridhisha watu, ionekane bwana fulani ni mtu ambaye ameshtuka, huyu ni kijana wa mtaani, ni mtu ambaye amefunguka akili, ili watu wamsifu. Lakini hajali kwamba Mungu amekasirika hapa, Mungu hayuko radhi na yeye. Na lao ataondoka katika hali kama hii, iko siku Mwenyezi Mungu atakuja kumuuliza. Ndio anasema sahibu duja tabaraka dhil ula, mal jawabu idha suilna wa rabbuna shahidun idha fa'alna. Tutajibu nini mbele ya Mungu tutakapoulizwa, ndugu zangu? Na Mwenyezi Mungu aliyashuhudia yote tukiyafanya. Mungu aliyashuhudia, wewe utajibu nini? La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman wa qala sawaba. Hakuna mtu atapewa ruhusa ya kuongea ovyo ovyo, hakuna mambo ya urongo huko. Mungu alishuhudia, hana haja ya kukuuliza wewe.
ndo apate kujua ulifanya nini duniani. Ndugu zangu, mal jawabu idha suilna wa rabbuna shahidun idha fa'alna, tutajibu nini mbele ya Mungu siku ya kiyama atakapotuuliza, na Mwenyezi Mungu aliyashuhudia yote tukiyafanya, na malaika wakayarekodi na mengine yakatiwa kwenye video. Na upate kujua ndugu yangu, hii maasi ambayo tunayafanya sisi ni starehe ndogo sana. Unahadaika tu, wewe unaona raha wakati unapoifanya, lakini majuto yake na hasara yake ni kubwa. Starehe ndogo sana, unakula haramu, unajihusisha katika matendo ya haramu. Ukishamaliza sasa, ikiwa wewe ni mtu ambaye angalau kuna imani ndani ya moyo wako, kuna kitu itakutingisha. Imani yako itakutingisha ndugu yangu, na utajiuliza baadhi ya maswali, kwa nini mimi nimeyafanya haya na Mungu ameyakataa? Lakini ukishaona wewe umefanya madhambi mpaka mwisho sasa hivi, hata ujiulizi chochote, wala hujuti, wala huoni kama ni kitu, pata kujua ndugu yangu umeshafika mahali pabaya sana. Sisi sote hapa tulokaa hapa ndugu zangu, kila mmoja wetu ana madhambi yake. Alokamilika ni Mwenyezi Mungu peke yake. Alkamalu lillahi wahdah. Lakini jambo la kushukuriwa, hakuna anayejua wewe na mimi tunafanya nini. Hakuna anayejua. Mwenyezi Mungu ametusitiri ndugu zangu. Lau kana dhunubu rawaih ma jalasa ba'duna ba'd. Abdullah bin Mas'ud anasema, lau madhambi ingekuwa ni harufu mbaya, hakuna mmoja angekaa na mwenzake hapa. Kila mmoja wetu ana harufu ya kutisha ndugu zangu. Lakini jambo la kushukuriwa, Mungu ameifunika harufu mbaya, hakuna anayejua, na amekusitiri wewe na mimi. Ili ni jambo la kushukuriwa kwa kweli. Lakini tahadhari, aibu hii isije ikaenda ikatoka mbele ya watu. Na hii ndo aya inaitisha ndani ya Qur'an. Wanasema wanazuoni mufassirin, hakuna aya ambayo inaitisha ndani ya Qur'an kama Mwenyezi Mungu alivyosema, yauma tubla sarair, siku ambayo siri za waja zitafichuka. Watu watashangaa kuona TV yako na yangu. Watasema hatukufikiria kwamba huyu ndio imamu wetu, huyu ndio shekhe wetu, huyu ndio kiongozi wetu. Mpaka mtoto mdogo atashangaa kuiona TV ya baba yake siku ya kiyama. Nasema leo baba yangu kumbe alikuwa mtu mchafu namna hii, baba yangu alikuwa mtu mbaya namna hii. Lakini maadamu Mwenyezi Mungu alikustiria aibu yako hapa duniani, bado kuna nafasi ya Mwenyezi Mungu kuzistiri aibu hizi mpaka siku ya kiyama. Maadamu wewe utatubia na utawacha na utayajutia na utatia azma kwamba bana mimi sitorudia tena, kuanzia leo, kuanzia sasa. Kwa sababu Mtume anatuambia ahlul janna, wale watu ambaye watapita mitihani siku ya kiyama kwenda peponi. Wacha watu wa motoni. Watu motoni hali yao ni mbaya zaidi. Watu wa peponi ndugu zangu, anapita mtihani, ameshafanywa mahesabu yote, anaambiwa sasa bana tik, ingia peponi. Na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Wakati atakapofunguliwa mlango kuingia peponi ndugu yangu, Mwenyezi Mungu atamuita kando kwa siri. Kisha atamwambia, ya fulan bin fulan, kwa kweli umevuka mtihani, unaingia peponi. Allahumma ja'alna minhum. Halafu Mwenyezi Mungu atamtolea kitabu chake sasa. Atamwambia, lakini pata kujua ya fulan bin fulan, tarehe fulani, siku fulani, mahali fulani, wakati fulani, saa fulani, ulifanya kadha na kadha na kadha na kadha. Usifikiri ya kwamba ilikuwa hatujui, wala usifikiri ya kwamba ilikuwa hatuoni. Tuliyashuhudia yote haya, lakini tulikusitiri duniani, na leo vile vile tunakusitiri. Ingia ndani ya janna. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
Nimeombwa kwamba niongelee maudhui ya swala vile vile, nigusie kuhusiana na umuhimu wa swala kuswali, na hasatan tukianza na swala za sunna. Leo unamkuta Muislamu anaingia msikitini kabla ya swala, anaswali rakaa mbili, anakaa chini. Unamuuliza, hii rakaa mbili ulioswali ni swala gani hii? Sio watu wengi wanajua. Unamuuliza, hii ni tahiyatul masjid, ni maamkuzi ya msikiti, au ni sunna ya qablia? Ni swala gani umeswali wewe? Wale ambao watakujibu miongoni mwetu, ndugu zangu, ni wachache sana, na wengi wa Waislamu leo hawajui katika kila swala kuna rakaa ngapi kabla na kuna rakaa ngapi baada, na katika ibada hizi za mchana kutwa katika swala za sunna tunafaa kuswali wakati gani, kuna rakaa ngapi na ina umuhimu gani. Na hizi swala zenyewe za sunna wengi wetu sisi hatujui. Kumbe mtu ukiswali rakaa mbili ya kabla, mfano ya alfajiri, au rakaa mbili ya kablia ya maghrib mfano, thawabu yake ni nini? Wengi wa Uislamu hawajui. Unajua, wewe unapojua thamani ya kitu ukaambiwa ukifanya hivi utalipwa hivi, basi ile jambo hautoidharau tena katika maisha yako. Lakini sasa wewe hujui, mimi hapa nikiswali rakaa mbili, nikiswali rakaa nne, malipo yangu ni nini? Mungu ananichukuliaje katika hali hii? Wengi wa watu hawajui. Lakini tukishajua, ndugu zangu, ndo wewe utaipa kipawa mbele. Hakuna swala ya sunna itakupita wewe. Na wengi wetu sisi hapa tunaonelea kwamba bana, hizi ni swala za sunna tu, si lazima. Kweli sio lazima, sio lazima. Hakuna mtu yote amesema swala ya sunna ni lazima, lakini angalia ile thawabu na mtu kujikaribisha kwa Mola wake atakayepata mbele ya Mungu kwa sababu ya kutekeleza ibada ya sunna. Unajua, miongoni mwa ibada ya sunna, ndugu zangu, ukiyatekeleza wewe, Mungu atakupenda kwa sababu ya ibada ya sunna. Je, ukifanya ibada ya faradhi itakuwaje? Ndio Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, hato acha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna. An-nawafil ni ibada yoyote ya sunna, ni sala za sunna, saumu ya sunna, mtu kuamka usiku wa manane tahajjud. Wanazuoni wengine wamesema vile vile ni katika sadaqa, mtu akitoa sadaqa ni katika sunna. Ibada yoyote ya sunna ambayo Muislamu anaitekeleza, ukiyafanya hayo, Mwenyezi Mungu atakupenda wewe, ndugu yangu. Unajua, Mwenyezi Mungu akishakupenda, Mwenyezi Mungu anafanya nini, ndugu zangu? Mtume sallam anasema, inna Allaha idha ahabba abdahu nada Jibril. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapompenda mja wake kwa sababu ya matendo fulani fulani ameyafanya yeye, hasa katika matendo ya sunna haya, anamuita Jibril. Jibril ndo malaika bora kuliko malaika wote, na ndo malaika alokuwa mkubwa kuliko malaika wote. Lahu 600 janah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema malaika Jibril ana mabawa 600. Aliwahi kutumia bawa lake moja kuangamiza kaumu Lut. Bawa lake moja tu, akaibeba ardhi na waliomo ndani yake, akaipeleka mpaka mbinguni kule juu, kisha akaigeuza juu yake ikawa chini yake. Watu wakazikwa mzima mzima. Mwenyezi Mungu anasema, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil mandhudin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Ilipofika siku ya siku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha malaika Jibril akaibeba ile ardhi na watu wakiwa ndani yake. Maana yake ardhi ilichimbwa na watu, wakabebwa wanapelekwa mbinguni kule juu, huku wanapigwa na mawe kutoka motoni, mawe ya moto wa Jahannam, mandhudin. Wewe fikiri, ndugu yangu, mawe ya moto wa Jahannam. Imam Ibn Kathir anasema yale mawe yanawaingia kwenye utosi wao,
yanatokea kwenye sehemu zao za siri ya nyuma. Wanapiga makelele mpaka mufassirini wanasema sama'atil malaikatu samau sab'u siyahuhum, malaika wa mbingu wa 7 walisikia makelele yao na hawafi tena. Kila jiwe ilikuwa imeandikwa jina ya fulani, musawwamatan, kama alivyotafsiri Imamu Swabuni katika Safa Tafasir, anasema kila jiwe ina jina ya fulani. Wanazuoni wengine wakasema kila jiwe ina alama ya fulani. Ilipofika kule juu, ikageuzwa juu yake ikawa chini yake. Na hii ndio tafsiri ya wanazuoni wengi, pamoja na kwamba kuna tafsiri nyingi hapa. Basi toka kule juu mpaka katika ardhi ambayo ilikuwa ishachimbwa tayari, watu wakazikwa mzima mzima. Na mwisho wa aya Mwenyezi Mungu akasema wama hiya minadh-dhalimin bibaid, na adhabu kama hii haiko mbali kwa atakayeleta mfano kama huu. Wewe ukicheza na sheria ya Mungu upate kujua bakora ya Mungu inakungojea ndugu yangu, na siku ambayo ataitoa hiyo bakora wewe utakuwa hakuna mahali pa kukimbilia. Sasa Mwenyezi Mungu anapompenda mja wake anamuita Jibril, anamwambia Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahbibhu, mimi nampenda fulani duniani. Ndugu zangu, wewe fikiri Mwenyezi Mungu anakutaja wewe kwa jina mbele ya Jibril kwa sababu kuna matendo mazuri umeyafanya wewe. Mimi nampenda fulani, nakupa amri we Jibril vile vile umpende huyo. Jibril anampenda, kisha Jibril wayunadi ahli samaa, Jibril anawaita watu viumbe vyote vya mbinguni. Ahli samaa ni malaika ambaye idadi yao sisi hatuwajui ni wangapi. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu, hakuna ambaye anayejua majeshi ya Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anawaita wale malaika wote, anawaambia inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Mwenyezi Mungu anampenda fulani duniani, basi nawapeni amri ni vile vile mpate kumpenda mtu kama huyo. Malaika wote wanakupenda. Thumma yudha'u alqabul fi ahli al-ard, kisha huyu bwana mambo yake yote yanakubaliwa mbele ya Mungu na katika watu duniani. Unaona watu wanaanza kumsifu fulani na sifa nzuri, mashallah mtu fulani, mashallah mtu fulani. Kuna watu hapa ni watu wa Mungu ndugu zangu, sisi hatujuani tu. Lakini Mwenyezi Mungu naye akimchukia mtu kwa sababu matendo yake mabaya, anamuita Jibril, anamwambia bwana, mimi namchukia fulani bin fulani, nataka wewe pia umchukie. Jibril anakuchukia baada ya Mungu ameshakuchukia, alafu Jibril ananadi, anawaita malaika wote, anawaambia inna Allaha tabaraka wa taala yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchukia fulani katika ardhi, basi mchukieni mtu kama huyo. Malaika wote wanakuchukia, kisha habari zako zinaenea katika ardhi. Sasa wakati mwingine ukiona watu wanamchukia mtu, upate kujua haya mambo yameshatangazwa mbinguni ndugu zangu, na Mungu ameshachukulia katika njia nyingine. Maana sasa wewe unapotekeleza ibada za sunna hizi, Mwenyezi Mungu atakupenda. Na Mwenyezi Mungu akishakupenda wewe, katika hii hadithi al-Qudsi utapata vitu vitano. Baada ya Mwenyezi Mungu ameshakupenda, Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, fa idha ahbabtuhu, na Mwenyezi Mungu akishakupenda wewe, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Hili jambo la kwanza. Mungu akishakupenda, yeye ndo ambaye atakayekuwa masikio yako ambayo unasikizia nayo. Si kwamba masikio ya Mungu atakupa wewe usikizie naye, hapana. Ni kwamba wewe hutosikiza ila lile jambo ambalo linamdhirisha Mwenyezi Mungu. Hauwezi kusikiza mziki, hauwezi kusikiza mambo ya udaku, hauwezi kusikiza mambo ya kusengenya watu na kuharibia watu jina zao, hauwezi kusikiza mambo ya haramu. Masikio yako itakuwa inasikiza mambo ya kheri. Na si hayo tu, ya pili, kuntu
sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi ndo ambaye nitakayekuwa macho yake ambaye anaangalia nayo. Si kwamba Mwenyezi Mungu atakupa macho yake uangalie nayo, hapana. Ni kwamba wewe macho yako haitoangalia ila lile jambo ambalo linamridhisha Mungu. Wewe ukishakuwa leo unasikiza yote ambayo ni yaheri na unaangalia yale ambayo ni yaheri, unatembea barabarani unainamisha macho, huwezi kubali kuangalia vitu vya haramu. Ukishaona wewe masikio yako unapenda kusikiza vitu vya haramu na macho yako yanapenda kuangalia vitu vya haramu, ndugu yangu, pata kujua wewe umo ndani ya hatari. Lakini ukiona hizi vitu umeshavichukia, unachukia sauti ya mziki, na mziki ni sauti ya laana, unachukia kuangalia vitu vya haramu barabarani, unainamisha macho kila wakati, pata kujua uko ndani ya neema. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha, na mimi ndo ambaye nitakayekuwa mkono wako utakuwa unaitumia katika mambo yako. Maana yake mkono wako hautoshika wala hautofanya ila lile jambo ambaye linamridhisha Mungu. Hautoshika kitu chochote cha haramu, wala hautomdhulumu mtu, wala hautomfanyia mtu mabaya, wala hautomwaga damu ya mtu kwa dhulma. Mkono wako daima itakuwa ni mkono wa kheri, inasaidia watu, inainua maisha ya watu, inasaidia katika mambo ya kheri kadha wa kadha. Hii ndio matokeo yake sasa, ndugu zangu. Na si hayo tu, warijlahu allati yamshi biha, na mimi Mwenyezi Mungu ndo nitakayekuwa miguu yake ambayo anatembea nayo. Maana yake hii miguu hautokwenda katika sehemu ambayo inamuudhi Mungu, hautoingia ndani ya baa hata siku moja, hautokwenda nayo katika barza ya miraa, hautoingia naye katika danguro kwa ajili ya zinaa na mingineo ya haramu, isipokuwa itakupeleka katika mambo ambayo ni halali peke yake. warijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyanna. Subhanallah. Na lau huyu mja baada ya mimi Mwenyezi Mungu nishampenda akiniomba jambo lolote, mimi nitampatia. Maana yake ibada za sunna inasababisha dua yako na yangu kujibiwa, ndugu zangu. Unakuwa ni mustajabu da'wa. wala in ista'adhani la u'idhanna, na ukinitaka usaidizi, ukinitaka ulinzi, mimi Mwenyezi Mungu nitakulinda. Yani ibada za sunna inasababisha Mwenyezi Mungu anakulinda wewe. Hakuna chochote ambacho itakudhuru mpaka Mungu ametaka. Sasa hizi ibada za sunna, ndugu zangu, ziko nyingi. Nitaelezea kwa haraka haraka, alafu tuweke pinch ya maswali kwa mtu yote ambaye ana maswali mengine atakuja katika maswali. Jambo la kwanza, kuna hadithi ambaye katika Sahih Muslim ameipokea Abdullah ibn Umar. Mtume wa sallam anasema kwamba sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba man salla 12 rak'ah, katika riwaya nyingine 12 rak'ah kulla yawmin min ghairi faridatin bana Allahu lahu baytan fil janna. Mtu yoyote ambaye atakayeswali rakaa 12 katika swala isokuwa ya faradhi, hapa ametaja wazi hii si swala ya faradhi, ni katika swala za sunna, rakaa 12, basi Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Nani asihitaji nyumba peponi, ndugu zangu? Sisi leo maombi yetu makubwa mbele ya Mungu ni janna, ndugu zangu. Tena Mtume anasema fa idha sa'altumul janna fa idha sa'altumullahu aljanna fas'aluhu alfirdausil a'la. Mnapomuomba Mwenyezi Mungu awape pepo, muombeni firdaus iliyokuwa juu kuliko zote, na hiyo ndio pepo iliyokuwa bora kuliko zote. Wewe leo lao utaambiwa labda na tajiri fulani au labda kiongozi wa nchi au mfalme duniani, bwana nitakujengea nyumba hapa duniani, utafurahi kiasi gani? Lakini Mtume anasema lao utaswali raka 12 hizi,
Mungu atakujengea nyumba peponi. Nyumba peponi. Hii ya duniani hujui kama utaingia ama hutoingia, na lau utaingia hujui utapata raha. Wangapi ambao wana manyumba zao hawana raha? Na wangapi ambao wana manyumba zao hapa duniani na wanayo raha, wanaishi vizuri kwa kweli? Lakini si wote. Lakini nyumba ya peponi, ndugu zangu. Sasa hizi raka 12 Mtume wa sallam amezitaja katika hadithi nyingine, akasema kwamba ni raka 2 kabla alfajiri. Kabla salati alfajiri unaswali raka 2, hiyo inakuwa ni 2. Kisha raka 4 kabla salati adhuhuri, unaswali raka 2 unatoa salamu, unaswali raka 2 unatoa salamu, hiyo inakuwa ni raka 6 ukichanganya na zile 2 ya kabla alfajiri. Kisha raka 2 baada adhuhuri inakuwa raka 8. Kisha raka 2 baada almaghrib inakuwa raka 10. Kisha raka 2 baada al-isha inakuwa raka 12. Ukiswali raka 12 hizi kila siku katika maisha yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujengea nyumba peponi. Raka 2 kabla alfajiri, raka 4 kabla adh-dhuhr, raka 2 baada adh-dhuhr, raka 2 baada al-maghrib, na raka 2 baada al-isha. Sasa Mtume wa sallam katika hadithi nyingine ameelezea katika hadithi nyingi faida na thawabu za hizi swala za sunna. Miongoni mwao Mtume anasema rak'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, wa fi riwaya rak'ata al-fajri, rak'atan al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Raka 2 ya kabla salati alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sio unasema hii ni ibada ya sunna tu, basi hii sunna ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Neema zote iliyopo duniani, wanazoe wanasema kulingana na hadithi hii raka 2 imeizidi hiyo neema yote ya dunia. Wewe hebu jiulize ndugu zangu, hii dunia ina kitu gani? Hii dunia ina pesa, hii dunia ina dhahabu, ina mafuta, hii dunia ina magari, ina majenzi, ina binadamu, ina wanaume, ina wanawake, ina mali, ina mashamba, ina kila aina ya wanyama. Basi raka 2 ya kabla alfajr ni bora kuliko hii dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa ikishakuwa sunna ya kablia, ndugu zangu, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, sunna hii, salati alfajr yenyewe itakuwaje ndugu zangu? Ikishakuwa sunna hali yake ndio hii. Swala ya alfajiri ambayo ni faradhi hali yake itakuwa vipi? Ndio Mtume wa sallam anasema afqalu salatu ala almunafiqin salatu alfajr wal isha. Swala iliyokuwa nzito kwa wanafiki ni salati alfajri na salati al-isha. Yani wewe leo Muislamu ukitaka kujijua wewe ni katika wanafiki, jiangalie katika salati alfajri na salati al-isha kwa jamaa msikitini. Wewe mwanamume upo? Ikiwa haupo basi wewe uko mashakani. Na Mtume wa sallam anasema walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Lau watu wangelijua thawabu inayopatikana katika salati alfajri na salati al-isha, watu wangelienda msikitini japo kwa kutambaa. Mtu angetambaa mpaka msikitini. Lakini leo nani ambaye anayeswali salati al-fajr msikitini na salati al-isha illa man rahima Allah? Vijana wengi wanafadhilisha vitu vingine kule nje, wanaiacha alfajiri inapita hivi hivi tu. Mtu leo anafadhilisha usingizi. Muadhin anayadhini katika salati alfajri anasema as-salatu khairun minan naum, sala ni bora kuliko usingizi. Lakini sasa wewe ndio unavuta brangeti ndugu yangu, unamwambia Mwenyezi Mungu kwa matendo yako kwamba usingizi ni bora kuliko sala. Kwa matendo yako wewe hujijui. Na unajua ni kwa nini wengi wetu hapa tunashindwa kuamka alfajiri ndugu zangu? Ni kwa sababu sisi wengi wetu hapa tunachelewa kulala. Na hata kama hakuna mtu hana sababu ya kuchelewa kulala, atatafuta sababu ili achelewe tu. Akija kulala saa 6 saa 7. Sasa ndugu yangu, ukishalala saa 6 saa 7, vipi unatarajia kuamka
kuamka salati alfajiri, wacha kuamka tahajjud. Na ndio unaona hapa Mtume sallam ametuharamishia si Waislamu kupiga gumzo baada ya salati al-isha, na akatukataza mtu kulala kabla al-isha, baada al-maghrib. Manake kwa nini watu hawaruhusi kupiga gumzo tena baada al-isha? Ni kwa sababu watu waende wakalale mapema. Ukichelewa sana, angalau saa 3 umeshalala ndugu yangu. Umechelewa kabisa, angalau saa 4 umeshalala. Saa 10 ya usiku automatic, bila kuweka alarm wala mtu kukuamsha, wewe mwenyewe utaamka kwa raha zako. Utaamka, utaswali tahajjud, utaingia kwanza, utaoga, utapiga mswaki, utatawadha, utavaa nguo nzuri, utaswali rakaa 2 ya tahajjud pamoja na witri. Hata kama ni rakaa 2 na kutosha hiyo, na witri rakaa 1. Kisha utawahi msikitini mapema, utawahi safu ya mbele, utawahi takbiratul ihram, utawahi sunna ya qablia alfajr. Lakini leo malasaf, wengi wa vijana wanaokuja msikitini alfajiri unamkuta sura imevimba tayari, maana yake imejaa usingizi, na adui yake number 1 ni imamu wa msikiti. Kwanza akirefusha, kwa sababu katika sunna ni imamu kurefusha kidogo katika salati alfajr, kurefusha kama mtume alivyofanya, sio kupita kiasi. Sasa yanakereketwa vibaya sana, na swala ikimalizika tu yeye ndo mtu wa kwanza kusimama huyo, kwa sababu usingizi imemjaa. Na ndo hapa ndugu zangu, sisi wengi wetu ambaye ni wazazi hapa, tunaanza kuotesha mbegu mbaya ndani ya nyumba zetu. Kwa sisi wazazi wenyewe hatuamki alfajiri, hatuamki tahajjud, hatuswali msikitini. Matokeo yake hawa watoto wanaangalia. Ikiwa baba mwenyewe haendi msikitini, baba mwenyewe haswali alfajiri, unatarajia hawa watoto watakuwaje ndugu zangu? Na ndio unaona siku ya shule mama anamwambia mtoto wake, mwanangu, nenda ukalale mapema, kesho kuna kwenda shule. Lakini hamwambii mtoto wake, mwanangu, nenda ukalale mapema, kesho kuna kuamka salati alfajiri. Na lau ataamka salati alfajiri, bado moja kwa moja shule pia atakwenda mapema. Sasa mtoto anakuwa akijua shule ni bora kuliko salati alfajiri, na pamoja na kwamba mtoto ni lazima asome na atasoma, lakini shule haiwezi kuwa bora kuliko salati alfajiri. Haiwezi kuwa bora kuliko salati alfajiri, na lazima asome. Na siku ambayo hakuna shule ndo kabisa mama anamwachia mtoto simu yake acheze naye, analala. Sasa mwanangu, umehangaika sana, pumzika kwenye TV, kaa na simu yangu ucheze naye, wala hakuna mtu anamuamsha alfajiri. Sasa hapa tunaotesha mbegu mbaya ndugu zangu. Leo wako wapi wale wote ambao tunajazana katika salati aljumaa msikitini? Wako wapi wale ambao wanajazana msikitini katika mwezi wa Ramadhani? Mbona tuwaoni katika salati alfajiri, katika salati alisha? Leo tunafadhilisha mambo ya dunia yetu ndugu zangu, na tunaiacha mambo ambayo mbele yetu na mbele ya Mungu yana thamani kubwa ya ajabu. Kisha Mtume Muhammad sallam katika hadithi nyingi nyinginezo, ziko hadithi nyingi, mfano kuna riwaya tofauti tofauti katika salati dhuhuri. Katika zile raka 12 tumetaja kwamba kuna raka 4 kabla dhuhuri na raka 2 baada dhuhuri. Sasa kuna riwaya nyingine ambayo ni sahihi, ameisahihisha Imam Adh-Dhahabi kama alivyoisahihisha Al-Albani rahimahullah. Mtume sallam anasema, man yuhafidh ala 4 rak'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'da adh-dhuhr ab'adahu Allah min an-nar. Mtu yoyote atakayehifadhi raka 4 kabla salati adh-dhuhr, unaswali raka 2 unatoa salamu, unaswali raka 2 unatoa salamu, na raka 4 baada adh-dhuhri, Mwenyezi Mungu atakuepusha na moto wa jahannam. Nani ambaye leo ndugu zangu anataka kuingia motoni miongoni mwetu hapa? Hakuna. Sisi vita vyetu vikubwa ni nari jahannam ndugu zangu. Usiombe wala usicheze na masala ya moto wa jahannam. Ile moto wa jahannam ambaye Mtume sallallahu anasema
hii ya duniani hii imezimwa mara 70 mara 3. Ndio hii tunaweza kuwasha naye taa, tunapika naye chakula kwenye gas na mingineo, makaa. Imeshazimwa mara 70 mara 3. Lakini moto wa jahannam rangi yake ni nyeusi. Ndugu zangu, ushawahi kuona moto rangi nyeusi? Na mvuke wake unamyayusha mtu, mvuke tu, ile harufu yake. Maana ikiwa wewe na mimi leo hatuwezi kuisubiria kijiti ya kibiriti, ndugu zangu, mkononi mwetu, kwenye vidole viwili tu umewasha kibiriti, inaanza kuwaka, inakuja, ikikaribia hapa unashindwa kusubiri, unaitupa ile kijiti. Seuze mtu ambaye mwili wake wote utakuwa ndani ya moto, inakaangwa kama inavyokaangwa kuku katika duka ya chips. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Nani ambaye anaweza kuyasubiria haya? Sasa Mtume anasema yeyote atakayehifadhi raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur, Mwenyezi Mungu atakuepusha na moto wa jahannam, maadamu umehifadhi kila siku unaiswali. Sasa kule katika raka 12 kuna raka 4 kabla dhuhur na raka 2 baada dhuhur. Na hii riwaya nyingine hadithi Mtume anasema raka 4 kabla dhuhur na raka 4 baada dhuhur. Wanazuoni wanazikusanya hizi hadithi mbili, wanasema kwa mtu yoyote ambaye ni ada yake kuswali zile raka 12 hawachi, basi katika salati dhuhuri aswali 4 kabla na 4 baada, atakuwa amepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Ameipata raka 12, atajengewa nyumba peponi katika zile raka 12, na hizi raka 4 Mwenyezi Mungu naye atamuepusha na moto wa jahannam. Katika salati al-asri tumepata katika zile raka 12 hakuna sunna ya qablia wala ya baadia. Lakini kuna hadithi vile vile ameipokea Imam Abu Daud, na ni hadithi ambayo ni sahihi, wameisahihisha wanazuoni. Mtume sallallahu anasema rahimallahu mra'an salla 4 qabla al-asr. Na hii wengi wa Waislamu leo hawaijui, ndugu zangu, ila wachache sana miongoni mwetu. Mwenyezi Mungu amhurumie mja atakayeswali raka 4 kabla salati al-asr. Mungu atakuhurumia wewe. Nani ambaye asihitajie huruma ya Mungu, ndugu zangu? Tunamkosea Mungu usiku na mchana, tunamuudhi, tunamtia hasira. Basi hii swala itasababisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhurumie wewe. Ndio unaona umuhimu wa Muislamu kuja msikitini mapema wakati mwingine, ndugu zangu, kwa sababu ya kuziwahi hizi swala za sunna. Na ikiwa unaweza kuswalia nyumbani ndio bora zaidi, kwa sababu Mtume anasema la taj'alu buyutakum kubura, msiyafanye manyumba zenu ni sawa na makaburini. Makaburini ndo sehemu ambayo haifai kuswaliwa swala yoyote isipokuwa salatu janaza peke yake. Swala nyingine yote hairuhusiwi kuswaliwa hapo. Ndio unaona Imamu na Shafi'i anasema msikiti wowote ambaye imo katika sehemu ya makaburi mtu hafai kuswali hapo. Na Imam Shafi'i anasema kuna mambo mawili: ikiwa msikiti ndio ilijengwa mwanzo, alafu baadaye watu wakaanza kuzikana kwenye compound ya msikiti, kwenye maeneo ya msikiti, basi makaburi hayo yahamishwe na msikiti ibakie. Sababu msikiti ndio ilijengwa mwanzo, yahamishwe yapelekwe sehemu ya makaburini. Lakini ikiwa makaburi ndio alianza mwanzo watu kuzikwa, alafu baadaye watu wakaja wakajenga msikiti hapo, basi hiyo msikiti ivunjwe, ili watu wasije wakaingiwa na itikadi mbovu kwamba labda mtu kuswali katika msikiti wa makaburi kwa sababu ya baraka ya wale maiti, labda kuna mawalii pale, kuna watu wana cheo kubwa mbele ya Mungu, labda mimi nimepata kazi kwa sababu yao. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Watu wana itikadi mbovu, ndugu zangu, wanaswali katika maeneo ya kaburi haya kwa sababu ya kutafuta baraka ya maiti. Hakuna anayejua hali ya maiti. Wewe leo unataka baraka zake, ndugu zangu, yeye anahitajia dua yako bwana. Mungu ndiye mwenye kujua huyu bwana yupo ndani ya khairi ama yupo ndani ya khairi. Sasa Mtume anasema msifanye manyumba yenu ni sawa na makaburini. Kwa maana swala za sunna, wewe mwanamume swali nyumbani ikiwa kuna uwezo wa kuswali nyumbani, ndio bora. Wewe mfano salati al-fajri adhana imeadhiniwa saa 11:15, ukaona mimi
imeshaadhiniwa alfajiri, nikiswali rakaa 2 ya sunna ya qablia, nitawahi msikitini na bado swala itakuwa haijasimama, basi ni bora uswali msikitini, uswali nyumbani. Swali nyumbani. Alafu ukija msikitini swala haijakimiwa na bado dakika 5 mfano ya kukimiwa swala, ama swala yenyewe haijakimiwa, usikae tu hapa msikitini. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu wanaingia wanakaa kana kwamba hapa ni nyumbani kwao. Hii msikiti ina maamkuzi yake, ina heshima yake. Huwezi kuingia tu ukakaa. Mtume anasema idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae hivi hivi tu mpaka aswali rakaa 2. Hii inaitwa tahiyatul masjid, maana yake ni maamkuzi ya msikiti. Unaipa heshima msikiti, si kuja kukaa tu, si nyumbani kwako hapo bwana, wala si kazini kwako. Ndio unaona Mtume sallallahu aliwahi kumuona mtu, Mtume yuko juu ya mimbar siku ya Ijumaa anatoa khutba, akamuona mtu ameingia akakaa. Mtume akasimamisha khutba yake, akamuuliza yule bwana, umeswali rakaa 2, maana yake umeswali tahiyatul masjid? Akamwambia la. Basi Mtume akamwambia simama, qum fasalli rak'atayn fatajawaz bihima ay khafifatayn, maana yake fanya haraka. Maana huwezi kuingia ukakaa tu hapa ndugu yangu, kama unavyoona baadhi ya watu, kwa sababu hawajui. Umefahamu? Kwa hivyo swali kule nyumbani, ikiwa unaweza kuswali nyumbani. Ndio unamuona Imam Ahmad bin Hanbali, hizi swala za sunna hajawahi kuonekana kiswali msikitini, na alikuwa akiwahimiza watu msikitini, anawaeleza mambo ya fadhila zake, swala za sunna, tuswalini jamani, na yeye mwenyewe hajawahi kuonekana kuswali msikitini. Watu wanafunzi wake na Waislamu wakamfuata Imam Ahmad bin Hanbali, wakamuuliza, ya Imam, wewe unatuhimiza tuswali swala za sunna na hatuja kuona hata siku moja ukiswali hapa msikitini. Imam Ahmad bin Hanbali akawajibu akawaambia, usalli fil manzil makhafatan anir riya, hizi swala za sunna mimi naziswali nyumbani kwa kuhofia ria. Ria maana yake kujionyesha mbele ya watu. Unajua ndugu yangu, wewe ukiwa unaweza kuswali nyumbani hizi swala ni bora kuliko wakati mwingine kuja kuswali mbele ya watu hapa. Na wewe mwenyewe jiangalie wakati unaposwali mbele ya watu na unaposwali peke yako, hii swala iko tofauti ndugu zangu. Utarefusha katika rukuu, pia utaenda zaidi katika sijda, utakaa zaidi. Lakini njoo ujiangalie wakati unaposwali peke yako. Hakuna mtu yote anakuona Shekhe, mtu anadona kama njiwa shekhe. Dakika 2 ni nyingi, atakuwa shamaliza. Ndio ule mmoja aliwahi kuswali salatul witri, swala ya witri msikitini, kama ilivyokuwa ni sunna. Ikiwa wewe unajua hauwezi kuamka tahajjud, basi baada ya salatul isha umeshaswali sunna ya baadia ya isha rakaa 2, swali witri hata kama ni rakaa 1, utakuwa umeandikiwa kwamba umehuisha usiku. Isikupite hiyo ndugu yangu. Tutakuja kuiangalia hapa Mwenyezi Mungu akitupa nafasi. Basi ule bwana inshallah baada ya salatul isha akaswali sunna ya baadia ya isha, basi akaamua kuswali salatul witri. Na salatul witri ni katika qiyamul layl, ni katika kisimamo cha usiku. Na kisimamo cha usiku unasoma kwa sauti. Hasatan ukiwa nyumbani peke yako, toa sauti, kwa sababu malaika pia wanasikiza. Malaika pia wanasikiza manake. Na ndio Mtume alivyofanya na maswahaba ridwanullah alaihim. Basi huyu bwana akawa anaswali msikitini hapa, lakini anatoa sauti, lakini sauti walioko ubavuni mwake kando yake hapa wakawa wanaweza kusikia. Na huyu bwana alikuwa na sauti nzuri sana mashallah. Basi wale mabwana waliposikia jamaa anavyosoma wakamkaribia ili wasikize uzuri anavyosoma katika salatul witri yake. Na huyu bwana naye akagundua kwamba hao mabwana wanamsikiza. Sasa ikawa mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Akakaza sauti zaidi, akarefusha. Swala ilipomalizika wale mabwana wakamfuata huyu bwana wakamwambia, mashallah shekhe, Mungu akuzidishie kwanza khushu yako ndani ya swala. Alafu sauti yako bwana inaitoa nyoka pangoni bwana. Ule bwana akawaambia, wacheni hii, hata mimi nilikuwa na swali witri hapa. Hata leo nilikuwa nimefunga saumu ya Alhamis. Sasa unakwenda kumwambia nini? Nani amekuuliza mambo yote haya? Maana yake hii ndio masala ya ria. Mtu kukaa mbele ya watu, unafanya vitu mbele ya watu, inampelekea mtu hii matendo yake akapigwa naye kwenye uso wake, naye mwenyewe hana habari. Kwa hivyo salatul asri kuna rakaa 4 kabla salatul asr.
Ukiweza kuziswali nyumbani ni bora zaidi. Salati al-maghrib kuna rakaa mbili katika zile rakaa 12 baada al-maghrib. Kuna rakaa mbili. Sunna ya qablia kuna hadithi ambayo ni sahihi vile vile. Mtume sallam anawaambia maswahaba, sallu qabla al-maghrib rak'atayn. Sallu qabla al-maghrib rak'atayn. Sallu qabla al-maghrib rak'atayn. Swalini kabla ya magharibi rakaa mbili. Swalini kabla ya magharibi rakaa mbili na swalini kabla ya magharibi rakaa mbili. Mtume akanyamaza. Kisha akasema liman shaa, kwa anayetaka. Mtume kusema kwamba kwa anayetaka, hii sunna ya qablia ikabakia kwamba ni sunna. Lao asingesema hivyo, wanazoa wanasema hii sunna ya qablia ingekuwa ni wajibu. Kwa sababu Mtume alipotoa, alitoa na swigha ya amr. Aliamrisha sallu, swalini kabla ya magharibi rakaa mbili, tena akaitilia mkazo mara 3 maana. Lakini kusema kwamba kwa anayetaka ikabakia kwamba ni sunna. Lakini Mtume kurudia mara 3 ni kutilia mkazo na kuonesha umuhimu wake. Ndio unaona maswahaba ridwanullah alaihim walipotajiwa hii hadithi, ukija msikitini, labda umepata msikiti umeshajaa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafikiri labda watu wameshaswali magharibi, sasa hivi wanaswali sunna. Magharibi ishapita, kumbe watu wanaswali sunna ya qablia. Nabii Aisha radhiallahu anha anasema hakuna swala ambaye Mtume alikuwa anaangalia na macho ya karibu kama sunna ya qablia alfajri na sunna ya qablia ya maghrib. Mtume alikuwa haachi kampita hiyo. Na leo kuna misikiti nyingi hata hii sunna hawaiswali ya qablia ya maghrib. Kisha adhiniwa tu basi pale pale inakimiwa.